Maelfu ya waandamanaji walijitokeza mitaani katika maeneo mbalimbali nchini kuandamana kuwakumbuka zaidi ya Wakenya 60 waliouliwa katika maandamano ya kupinga serikali mwaka jana. Kama anavyoarifu Dalmas Sakali, badala ya serikali kusikiliza kilio chao, iliamulia mbinu dhalimu kama vitoza machozi, risasi, maji ya kuwasha na mbinu nyingine mpya, vizuizi kwa majengo ya umma na kufunga vituo vya runinga vilivyokuwa vikipeperusha mubashara matukio ya maandamano hayo. Zenye makali ya kukata kama huu yaonekana ndiyo mbinu mpya ya serikali ya Rais William Ruto kuepusha tukio kama la mwaka jana, ambapo waandamanaji walivamia majengo ya bunge kushinikiza mageuzi serikalini. Majengo ya bunge yalikuwa yamezingirwa kwa ua huu wa makali ya wembe, huku idadi ya maafisa wa polisi waliopiga doria ikiwa iliyoongezwa ikilinganishwa na mwaka jana. Mbinu hii mpya ikiongeza kwa mbinu za vitoza machozi, risasi halisi, risasi za raba na maji ya kuwasha zinazotumika kwa kabili raia wanapoamua kuingia mitaani kudai haki zao za kikatiba. Aidha, barabara za kuingia na kutoka jijini zilishuhudia vizuizi hadi 5, magari ya umma yakizuiwa kuingia na kutoka jijini. Lakini si hata hayo yalitosha kuwazuia waandamanaji kutimiza azma yao ya kuingia jijini na kudai haki yao. Kisha mwendo wa saa 6 mchana kizuizi kipya kikazinduliwa. Mamlaka ya mawasiliano ikakubali kugeuzwa chombo cha kisiasa na kuagiza vituo vya redio na runinga kusitisha upeperushaji wa matukio ya maandamano. Na baada ya vitu hivyo kupuuza agizo hilo haramu, kilichofuatia kikawa ni kufungwa kwa KTN, NTV na K24 katika mawimbi ya upeperushaji katika jaribio la kuiacha nchi katika giza la mauaji, majeraha na uporaji uliokuwa ukiendelea. Their threats have actually been actualized and we have been switched off from mainstream, but you can catch us live from YouTube. Mbinu hizi mpya zikichochea shirika la Katiba Institute kuwasilisha kesi mahakamani kumshtaki Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kwa kuagiza kuwekwa kwa vizuizi vya nyaya na vya polisi kuzuia raia kuingia na kutoka jijini. Katika kesi hiyo, Katiba Institute inarejelea kifungu cha 37 cha katiba kinachowahakikishia Wakenya haki ya kukusanyika na kuandamana, kikisuta idara ya polisi kwa kuweka vizuizi bila notisi ya mapema kwa Wakenya. Hayo yote, waziri wa usalama akiipongeza idara ya polisi kwa jinsi iliwakabili waandamanaji jana. Sakali, Dalmas, KTN. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli amekashifu